Tumaini yangu kwamba mzima popote pale ulipo siku hii ya 21 mwezi wa 11 mwaka 2025. Karibu popote pale ulipo katika awamu hii ya matukio, tukujuze yale ambayo yamejiri katika kaunti zote 47. Lakini baadhi ya yale ambayo tunafuatilia katika taarifa zetu ni pamoja na haya: miili ya waathiriwa wa maporomoko ya Chesogoch Elgeyo Marakwet kuzikwa, Wakenya wakiendelea kujadili hotuba ya Rais William Ruto pia kuhusiana na hali halisi nchini, wakati ambapo Rais William Ruto hiyo jana alielezea jinsi ambavyo angependa kupanua taifa hili la Kenya katika masuala mbalimbali. Na mengineo ni pamoja na mtihani wa KCSE mwaka 2025 kukamilika leo. Watahiniwa wanakamilisha kufanya fizikia tendaji ama physics practical kwa lugha ya Kizungu, na kila laheri kwa wote ambao wanashiriki mtihani huo. Na mengineo ni pamoja na IEBC, tume ya uchaguzi na uratibu wa mipaka nchini IEBC kusambaza karatasi za mtihani leo katika maeneo ambayo yatakuwa na chaguzi ndogo tarehe 27 Novemba. Hayo yote tunafuatilia hapa ndani ya runinga ya TV47 na awamu hii ya TV47 matukio, na baadaye tutakuwa tukikujuza mengi zaidi kutoka kwa wanahabari wetu kote humu nchini. Lakini moja kwa moja ni kwamba pia tutakupa taarifa hizi kwa 22047. Unaweza kutoa kauli yako na inakubalika, na baadaye tutakuwa tukiangazia mustakabali wa taifa na wageni wangu ambao watakuwepo hapa studioni. Jina langu Elizabeth Mutuku. Moja kwa moja ni kwamba waziri wa elimu Julius Ogamba Migos ameongoza ufunguzi wa karatasi za fizikia katika kituo cha Kekerenyo, kaunti ya Nyamira, tukio ambalo limeashiria kukamilika kwa mtihani wa KCSE mwezi mmoja uliowashirikisha maelfu ya watahiniwa humu nchini. Ogamba amesisitiza kuwa mchakato wa kusahihisha mtihani huo unaendelea na kwamba matokeo yatatangazwa mwezi Januari mwaka ujao, akiongeza kuwa taratibu zote za kuhakikisha usahihi na uadilifu zimewekwa. Wizara pia imedhibitisha kuwa zaidi ya wanafunzi milioni 1.1 wa gredi ya 9 watajiunga na gredi ya 10 kuanzia Januari mwaka 2026 kama sehemu ya mpito wa CBC. Aidha, uhakika wa uhamasishaji mtihani wa KJSEA unaendelea na unatarajiwa kukamilika kufikia Disemba tarehe 11 kabla ya kutangaza rasmi. The report is being compiled today as we speak. We should be able to release it next week. Once we have these numbers, we then position for capitation early based on the numbers that we have, because the policy is clear. If you have students in high school, the amount should be 22,240. In junior school is 15,000, and in primary is 1,540. So once we submit this early, then we will be able to receive the capitation early, so that the students, once the schools open, the capitation will already be in place. We had a challenge before because the numbers were not clear. But now we have cleaned our data and we have the correct numbers of the students in primary, junior and senior school, which we are going to use to rely on to make the position for the capitation. And that is going to be done as early as next week, so that by the time schools open, the capitation will be in schools. Those are some of the things we are working very closely with National Treasury to ensure that we avoid those delays where capitation comes late in schools. Kwingineko ni kwamba Kenya inaonywa kuwa ipo katika hatari ya kusalia nyuma katika vita dhidi ya unyanyasaji wa watoto mtandaoni, huku wataalamu wakisema kuwa maudhui hatari yanabadilika kwa kasi kuliko sheria zilizopo. Wakizungumza katika kongamano la ulinzi wa watoto jijini Nairobi, wadau wa haki za watoto wamesema kuwa mianya katika sheria ya mtoto, ucheleweshaji wa sera, huacha watoto wengi bila ulinzi. Walitaka bunge kuchukua hatua za dharura kuziba mianya hiyo kabla ya hatari zaidi ongezeka na kuathiri zaidi usalama wa wanafunzi nchini. Social media is a necessary evil, and the content creators are right now. Previously, we have had a lot of benefits from the mainstream media. We have trained them over and over,
And we know they very well. Right now, we can never accuse them of unethical reporting or storytelling. Unfortunately, social media, with all its benefits, right now it threatens or actually has successfully aborted the gains of the mainstream empowerment. We need to start somewhere, start training them, train the social actors in the hope that if we can, they can duplicate the benefits of this training, that is, have ethical or more responsible reporting. So content creators should understand what child protection is and ensure that they abide by the rules of child protection. If you have to report about a child out there, do it in the right way. Protect that child. If it's a photo, don't put them out there without consent. Namna wanaharakati nchini wanajiandaa kuanza kampeni ya siku 16 dhidi ya ukatili wa kijinsia kuanzia Novemba tarehe 25, huku wakitoa wito kwa serikali na wadau wanaohusika na masuala ya wanawake na wasichana kuwalinda mtandaoni. Wanaharakati wamesema kuwa ukatili wa mtandaoni kama unyanyasaji na vitisho umezidi. Aidha, wamesisitiza kuwa bila ushirikiano wa wadau hao, wanawake wasichana wataendelea kuwa hatarini. Kampeni hii itaendelea hadi Disemba tarehe 10 ili kuhamasisha ulinzi wa mtandaoni na kuonyesha madhara ya ukatili. Let's speak about TFGPV as loud as we can. Let's make it a normal thing that we'll keep on talking about. Let's teach the people outside there about GBV, the TFGPV, and let them understand. Ukipata mara nyingi watu hawaelewi. If somebody body shames, and whoever body shames think it's a normal thing, but at the end of the day it's harassment. It's harassment that happens and it causes torture. Sometimes it leads even to death. We've seen people who commit suicide because of the torture that they go through. We demand that the government and law enforcement fast-track investigations into technology-facilitated gender-based violence by establishing county-level digital forensic units and ensuring that police stations and GBV centers have the capacity to handle TGBV cases. Kwa sisi Kenya ya leo tuko nayo, teknolojia imekuwa the first instances of violence ama gender. Na kupitishwa kwa sheria ya kudhibiti matumizi ya mtandao nchini sio hoja kwa baadhi ya vijana kwenye eneo bunge la Kabuchai katika kaunti ya Bungoma, kwani wengi wao wameazimia ajira mtandaoni na hawana wakati wa kujihusisha na masuala yasiyo muhimu. Mwanahabari wetu Wanji Sostin anauketoa taarifa hii. Huo ndio ujumbe unaokukaribisha katika ofisi ya hazina ya ustawishaji wa eneo bunge la Kabuchai, kaunti ya Bungoma. Hapa vijana wamefika kupata mafunzo ya ajira mtandaoni, wakivutiwa na kauli maarufu ya Rais William Ruto, Kaptengele, unafinya kompyuta na dola unaweka kwa mfuko. Kwao kufinya kompyuta sasa ni njia halali ya kujikimu. Miongoni mwa waliopata mafanikio ni Wanjala wa Malwa, ambaye baada ya kujiunga na ajira dijitali mwaka 2023 sasa anafanya kazi na shirika la kimataifa. Anasema amepata zaidi ya shilingi milioni 2.5, fedha zinazomsaidia kukimu familia na kuendeleza masomo yake. Nimetrainiwa as a virtual executive assistant, whereby I do administrative support tasks for my clients. Currently, I'm working with an international organization, 3 of them, as a tutor, whereby I train the fellow community from the international communities about these skills that I learned from Ajira. And through those skills, have earned a lot of money, almost 2.5 million since I started this work. At the end of the week, you are given around 8,000 or 9,000, depending on the work that you have been given. So at least at the end of the month, at least you have something, and this money have been able to help me, because there's no time I've gone to my parents that I need this fee to pursue my other courses that I'm doing. Imenisaidia, nimeweza kupata kitu kidogo ya kujikimu kimaisha. Nimejiepusha na vitu mingi.
Kwa maana kulingana na hii maisha saa hii, unaweza pata hata inakusukuma kuwa mwizi, lakini kutumia mtandao wa kisasa, unaweza unda pesa zako bora ukuwe na simu ya smartphone ama ukiwa na laptop yako. Vijana hawa pia wamezungumzia sheria mpya ya kudhibiti matumizi ya mitandao, wakisema haitawazuia kuendelea na kazi zao halali. Wamewataka vijana wanaotumiwa visivyo na wanasiasa kubadili mienendo na kutumia mitandao kwa manufaa yao. Serikali saa hii kuna sheria imepitishwa ya cybercrime ambayo vijana wanajiingiza kutokujua. Wanajua kutumia mtandao kutusi watu. Mimi nawaambia vijana wenzangu, msitusi watu kwa mtandao. Apart from being a data analyst, also I've been doing an online cyber services where also I get income from it. Na imenisaidia katika, kwa maana kwa digital marketing naweza uza kupitia mtandao. Kama pale mimi nafuga kuku, naweza tafuta client kwa mtandao na niuze kuku wangu kwa bei nafuu. Akina dada hawajaachwa nyuma. Ruth Simiyu, baada ya kukosa karo ya kujiunga na chuo, alichukua hatua ya kujiunga na ajira dijitali. Sasa ana matumaini ya kujiunga na chuo kikuu huku akiendelea na kazi. Kilichonivutia kuja hapa ni kwa sababu nilikuwa nimemaliza shule hadi nimefuzu chuo kikuu lakini sina kazi. Ndipo nikaambiwa na marafiki zangu kuwa kuna program ya kupeana masomo ya bure huku Kabuchai, ndipo nilivutiwa kuja kusoma. Natumia simu yangu kuuza kuku, mboga na nimepata manufaa kutokana na hiyo biashara. Mafunzo yanayotolewa ni pamoja na biashara mtandaoni, uandishi wa habari na huduma za mwelekeo wa kidijitali. Valentine Mutaki ni msimamizi wa kituo cha ajira dijitali Kabuchai, ambaye anasema kuwa changamoto kubwa ni uhaba wa tarakilishi. Kufikia sasa, tangu mwanzo tulipoanza kituo hiki hapa Kabuchai, tumekuwa na vijana zaidi ya 6,228 ambao wamejifunza, wametrainiwa kwa sehemu mbalimbali za ajira digital. Tuko na modules 27 ambazo tuna train on, na vijana hawa wamenufaika, wameanza hata wamepitia ile njia ya kushikiliwa mkono ambayo tunaita mentorship, na baada ya hapo kuanza kufanya kazi kwa mtandao. Kwa sasa kituo hicho kinategemea kompyuta 6 pekee, hali inayozuia idadi kubwa ya vijana kupata mafunzo kwa wakati mmoja. Tumekuwa na kompyuta 26, but pia unaona kwamba kwa kutumia vijana wamekuwa wakitumia kwa muda ule, tumezitumia. Kufikia sasa kuna tu kompyuta 6 ambazo zinafanya kazi. Hizi zingine zimeharibika, tunahitaji kompyuta mpya zaidi. Alafu maybe changamoto nyingine pia ni vijana wanapokuja mahali hapa, kuna wale ambao wana mvuto wa kutaka kusoma na kuweza kujikimu kimaisha. Wanasoma yale masomo, wanamaliza na wanaanza kufanya kazi, wanajinufaisha kimaisha. But kuna wale wengine wanakuja hapa, wanaona kuna free wifi. Haya basi niingie mtandao kwa YouTube, niingie kwa TikTok, na nifanye nini? Niweze kuji-entertain tu mimi mwenyewe. Ukosefu wa kompyuta ama the slow internet, tunaomba sana serikali tusaidie, tuletee the fiber mzuri ambayo inakuwa speed. Remember this digitally enabled jobs, lazima ukuwe na strong internet, strong wifi, so that unaweza fanya kazi hiyo. Wanji Sostin, TV47, kaunti ya Bungoma. Kazi safi Wanji. Na mbunge wa Matungu Peter Oscar Nabulindo ametishia kujiondoa katika chama cha ODM endapo chama hicho kitaamua kuacha kushirikiana na serikali ya sasa. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa ujenzi wa mbweni ya KMTC ya Kalaba chini ya mpango wa nyumba za bei nafuu, Nabulindo amesema kuwa kiongozi wa ODM Raila Odinga aliwaacha wakiwa katika serikali ya jumuishi na hivyo yeye hana sababu ya kuondoka. Wakati huo huo, mbunge huyo amewahimiza wakazi wa eneo hilo kuwekeza katika ujenzi wa nyumba za kupangisha, akisema idadi kubwa ya wanafunzi wanaotarajiwa kujiunga na chuo hicho cha utabibu itazidisha mahitaji ya makazi mara tu kitakapofunguliwa. Mimi ni mbunge wa ODM. Na niliingia kwa broad based government kwa sababu baba alisema hivyo. Na wale wengine ambao wameachwa kwa uongozi wa ODM wakiamua kwamba wanataka kutoka kwa broad based government, watatoka waende kwa barabara peke yao.
Sisi kama watu wa Western tumesema tunakaa ndani ya broad based government na hakuna kurudi kwa barabara ati maandamano. Unaandamana nini na ndio hiyo hostel umeletewa? Unaenda kuandamana kwa barabara nini na maji ndio hiyo umeletewa? Tunaenda kuandamana nini kwa barabara na stima ndio hiyo imepita? Tunaenda kuandamana nini? Na ili hali baba mwenyewe alituacha ndani ya serikali. Vile baba alitugawa shamba akatugawa ndani ya broad based government, tutabaki hapo. Na wale viongozi wa kutoka kule wakiona kwamba wanataka kutoka kwa chama waende kwa streets kuendelea na maandamano, tutawawachia ODM waende kwa maandamano peke yao. Sisi tunabaki ndani ya broad based government. Tupange ile serikali yenye inakuja tukue ndani kabisa. Si ndio? Tukue ndani ya serikali kabisa. Hapana kuyumba, hapana kukaa kwa fence. Na viongozi katika kaunti ya Bungoma wametakiwa kukoma kumshtumu spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula kuwa ana wajibu wa kuajiri walimu na hana wajibu wa kuajiri maafisa wa polisi sawa na walimu. Haya ni kwa mujibu wa Joseph Masinde ambaye anasema kuwa baadhi ya wabunge wamekuwa wakimkosoa Wetangula kwa madai ya kufeli jamii ya Mulembe na kutotimiza makubaliano yaliyowekwa na vigogo wa muungano wa Kenya Kwanza. Masinde amesema wabunge wana uwezo wa kushinikiza ajira kwa vijana pasipo kuwakosea viongozi heshima, akiwataka kumuunga mkono katika azma ya kuongoza taifa hili. Wawe watu wale ambao wanaelewa, wawe wa polepole, waende polepole. Ile siku, kuna siku watafika mahali penye spika amefika, lakini mtu huwezi haribu kitu ukijua hata mwenye unatetea hatafika huko. Mimi ninaomba kabisa, ninaomba, unajua hii speed ya watu bitina ya hao wabunge wetu wa Bungoma ndiye inafanya natembea akikimbia akijipatia nguvu, na natembea mwenyewe hata anajua hiyo nguvu yake haiwezi fikisha yeye nini State House. 30% ya hii inji sisi tuko 45 na 45 lazima tukawane 2%. Hata ule mwingine ule mwenye alifutwa juzi David President akisema ati amepeana Western 20%. Hiyo ni mtoto. Sisi tunapambana. Angalia sasa hii kama nini Panbebe wanaenda kupata pesa. Mount Elgon ni barabara zinaenda kuwekwa lami. Wakulima wanaenda kupata pesa yao Nzoia. Hiyo si 30%, si maendeleo. Sasa wabunge wetu tukijaribu kuwaambia, unajua mtu anaharibu tu akichua, wacha niharibu, sina haja. Sitafika kwa nafasi kama speaker ama sitafika nafasi ya president kwa sababu ni ndoto. Wewe ukiona Garazinga hiyo ni ndoto. Ukiona nani na Chaka ni ndoto. Na mgombea wa urais na naibu kiongozi wa chama cha Jubilee Daktari Fred Matiang'i ameendeleza kampeni zake katika chaguzi ndogo za wadi ya Nyamaya, Ekerenyo na Nyasiongo katika katika maeneo ya North Mugirango na Kitutu Masaba kaunti ya Nyamira, huku akilaani kuongezeka kwa hongo kwa wapiga kura. Akihutubia wakazi wa Nyasiongo, Daktari Matiang'i aliwashtumu viongozi wa serikali wa kutumia vitisho, matusi na fedheha na pia fedha zinazodai zimetokana na uporaji ili kuwashawishi wapiga kura. Akitaka uchaguzi uwe wa amani, alihimiza wananchi kupuuza masuala ya hongo na kufanya maamuzi ya hekima, huku wakazi wa Ekerenyo nao wakitaka IEBC kushughulikia madai ya unyanyasaji na njama ya kuiba kura ili kukamilisha ama kuhakikisha uchaguzi huru na wa haki. Hii ni aibu ya ajabu. Pesa sasa inaombwa hapa mchana. Hata leo nimeona kule mbele wanaweka watu kwa laini wanawapea pesa mchana. Aibu inaangalia maneno yote. Magari ya serikali, watu wa serikali na hao wanapiga hapa kujigamba. Kusema wao tutaiba kura. Namna hii kama wakaaji wa Ekerenyo wasitubutu kufanya upuzi kama huyu. Wasitubutu kabisa. Pili, sisi tutalinda hizo kura kutoka kwa polling station mpaka kwa tallying center. Na tutakuwa kwa hiyo tallying center, tutachunga mpaka asubuhi. Wacha tuwe na uchaguzi wa amani. Kama IEBC inataka amani na wananchi wa Ekerenyo, wacha tuaminiane, tuhesabu kura moja kwa moja.
sababu hatuwezi tishwa ati tunaenda kuibiwa kura na wenye tunapiga kura tuko hapa. Namna jukwaa la kimataifa linaloandaliwa jijini Nairobi limeonya kwamba wakulima wadogo bado wapo hatarini sana wakati ambapo soko inabadilika katika mipangilio ya kilimo cha kandarasi. Katika mkutano huo uliowaleta pamoja maafisa serikalini, mashirika ya wazalishaji, wauzaji bidhaa nje ya taifa hili na wataalam katika uidhinishaji wa kimataifa walisisitiza haja ya kuwa na sheria kali za ulinzi wa kitaasisi ili kuhakikisha usawa na uwajibikaji wa pamoja katika wakulima na kampuni za biashara ya kilimo. Farming has been one of the things that not many people accept because we are not sure if the market will be picked. But then when the market is ready for us and we have a whole value chain, then we are able to fully get over and accept that we can be part of contract farming. The women and youth are at the bottom of the pyramid of contract farming because they form the largest population of land preparation laborers, selecting of the seed, the sowing, and so on, selecting and packaging. Service providers, especially high-tech innovators, who provide chips with some of the participants who have come to this conference. Katika juhudi za kuongeza fursa ya vijana wa Kenya kusoma na kufanya kazi katika mataifa ya kigeni, chuo cha kiufundi cha kitaifa cha Mishuki ambacho kimepandisha hadhi juzi kimeanzisha ushirikiano mpya wa kimataifa na chuo kikuu cha Urusi kinacholenga kuwapa wanafunzi ujuzi wanaohitaji kujiunga na vyuo vikuu vya Urusi. Wakizungumza katika mkataba wa kutiwa saini wa makubaliano na shirika lisilo la kiserikali la Urusi Path to Russia, maafisa kutoka shirika hilo walisema kuwa haya yanajiri wakati ambapo serikali inaongoza juhudi za kuandaa Wakenya katika masoko ya ajira ya kimataifa. Mwandishi wetu Robert Gakure ana taarifa hii kwa kina. Katika juhudi za kuwawezesha vijana wa Kenya kupata ujuzi wa kushindana katika masoko ya kimataifa, chuo cha ufundi cha kitaifa cha Michuki kwa ushirikiano na hazina ya NGCDF ya Kangema kimezindua rasmi kozi ya lugha ya Kirusi. Kozi hii imeanzishwa kupitia mpango wa Path to Russia kwa ushirikiano na shirika lisilo la kiserikali kutoka Urusi, ikiwa ni sehemu ya elimu ya kimataifa inayolenga kupanua fursa kwa vijana wa Kenya. An initiative and a partnership that is going to empower the Kenyan youth and especially those that have cleared the KSCSE, that is the secondary school level, to be able to do the preliminary entry requirement program. They can have an opportunity to work and study as they do maybe in the US and wherever. Therefore, the opportunities are very high and also there are even opportunities for employment. Wakati wa utiwaji saini wa mkataba wa makubaliano ulioshuhudiwa na ujumbe kutoka chuo kikuu cha kiufundi cha Moscow, maafisa wa taasisi hizi walisema kuwa wanafunzi wa Kenya wanaochukua kozi ya Kirusi wanapata nafasi bora zaidi ya ufadhili wa masomo, ajira nchini Urusi na hata kujiendeleza kitaaluma. We are starting a new course of Russian language that will help them to prepare for university for 9 months. As an organization, I provide a Russian teacher, a native speaker, and also we are going to equip Russian classroom. Hatua hii inajiri wakati ambapo serikali ya Kenya inaongeza juhudi za kuwatafutia vijana ajira katika masoko ya kimataifa, huku ikihimiza ujifunzaji wa lugha za kigeni kama daraja la kufikia fursa hizo. It will be easier for graduates of the course to enter this particular university that has 800 industrial partners in Russia. Industrial partner means one of the biggest Russian companies in industry producing something. Kwa sasa kozi hiyo imepokelewa kwa matumaini makubwa na wanafunzi wa Kangema, wakitazamia kuingia katika anga mpya za kitaifa na kimataifa kupitia lugha, maarifa na ushirikiano wa kimataifa. They will be assured of employment not only in Russia but those countries speaking Russian languages, which are so many in Europe. Robert Gakure, TV47, Murang'a.
Taarifa hiyo yake Gakure inanipa nafasi mimi kupokea kikombe cha maji. Usicheze mbali, maana taarifa zaidi zipo, na pia kumbuka baadaye tuna mjadala kuhusiana na hali halisi ya taifa, wakati ambapo Rais William Ruto hiyo jana kama anavyotakiwa kikatiba alihutubia bunge kuhusiana na hali ya taifa na pia kuelezea mipango aliyonayo. Sijui maoni yako ni yepi, tungependa kuyasikia kwa 22047 mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook na ukurasa wetu wa X. No more excuses. It's time to rise, grind, and own your mornings. Join Coach Shadrach Ouma every Monday to Friday from 5:30 to 6 a.m. only on TV47. Full body workouts, zero equipment, maximum results. Start strong, stay strong. TV47 Fitness with Coach Shadrach only on TV47. Looking for the perfect way to kick off your weekend? Pole. Hiyo ni salamu ya Mluya kabisa. Tune in to Friday with Betty, the most exciting show on TV. Betty, one tear guy. Betty, I don't know where this guy's going. From the latest news and trends to unforgettable moments. Wewe ni simpa. Friday with Betty is your go-to show for a fabulous Friday night. Theological, meteorologist. What is that word, Willis? Tune in this and every Friday at 9 p.m. and let's make your Fridays unforgettable. Only on TV47. Enjoy uninterrupted live streaming of your favorite programs on TV47 and Radio 47 on the go with our new mobile-friendly website. Experience the future of broadcasting. Visit www.tv47.digital or scan this QR code and stream your way to endless news. Karibu tena mpenzi mtazamaji, tusonge hadi tamati. Na walimu wa shule za Amaza sekondari msingi katika kaunti ya Kisii sasa wamejiunga na wenzao kote nchini ili kutoa shinikizo kwa serikali kuwapa ajira za kudumu, hasa baada ya kutoa shinikizo kwa serikali pamoja na kupewa mishahara bora inayowasaidia kukimu mahitaji yao ya kila siku. Aidha, walimu hao wameapa kuendeleza msururu wa maandamano mwaka ujao iwapo kufikia tarehe 31 Disemba mwaka huu hawatakuwa wamepokea barua za kuwapa ajira ya kudumu. Walimu hao wameshinikiza na kushikilia msimamo wa kutorejea darasani tarehe 5 Januari shule zitakapofunguliwa. Wakizungumza mjini Kisii kupitia katibu wa muungano wa walimu KUPPET Abincha Joseph, wamerai serikali kupitia Wizara ya Elimu na ile ya Fedha kukoma kutoa semi zinazokinzana. Solidarity forever, solidarity forever, for the union makes us strong. The president said that we want to be as the great nations of Singapore,
But it's at breaking that, it's only in Kenya, whereby we're expecting the great futures with only $17 to be given to teachers. So we are urging the president to take into account the various cabinet secretaries under various dockets to be keen on the information coming out. We as the science interns, we were given a 1-year internship program which is coming to an end. Tumehuzunishwa na yale ambayo yanaendelea kutoka kwa rais wetu. Kama unatusikiza penye uko, jua science moguls, we are not happy at all. Our contract inaisha 31st December. So coming date 5th January, if there is no confirmation, no class, no STEM, science mogul power. They were brought to fill the gap because the STEM teachers for sciences were not employed in junior school. This is a group that if they not attend to their learners in class, there will be no learning in those institutions. We don't want to take the government that direction, that you are forcing us to take you to that direction. So we want to ask the government through the Ministry of Education, submit what you are requested from Treasury. Submit what you are requested from Treasury. Our teachers need jobs. The 17,000 they are getting as interns is very little money. They cannot sustain them. So we will not allow, again, the next cohort that will be employed to be paid 17,000. That's, it is lovable. That's an abuse to a teacher of this country. Colleagues, I want to tell the entire nation, I want to tell the entire teachers in this country, our intern teachers, wherever you are, stay firm. We are with you. As the leadership, we will not relent until you've been given letters, you are permanent and pensionable. Confirmation power. Confirmation power. Tuna msimamo mmoja kwamba ikiwa walimu ambao wanafanya kama interns mwaka huu hawatapewa confirmation mwaka ujao, sayansi, masomo ya sayansi katika shule za upili za awali yatasimama. Tumewaambia kwamba hakuna kurudi shuleni hadi serikali imewaconfirm. Si vizuri tume ya kuajiri walimu iajiri walimu wa sayansi kama watu wa vibarua. Wanafaa nao wapate kandarasi ya kuonyesha kwamba wako permanent and pensionable, ili na wao wakifanya kazi wajue wanafanya kazi kama walimu wengine. Na walimu wote nchini wakitarajia mabadiliko ya bima mpya ya afya kutoka Aon Minet hadi SHA. Kaimu mkurugenzi mkuu wa tume ya walimu TSC Evelyn Mitei amewahakikishia kuwa hawapaswi kuwa na wasiwasi wowote, kwani serikali imewahakikishia watapata bima bora na yenye manufaa zaidi. Akizungumza mjini Iten baada ya kufungua kasha la mtihani na kushuhudia utoaji wa karatasi za mwisho za mtihani wa KCSE, afisa huyo amewataka walimu wote kukumbatia mpango huo mpya wa bima ya afya SHA unaotarajiwa kuanza tarehe mosi Disemba mwaka 2025. Aidha, ameipongeza NEC kwa kuendesha mtihani wa KCSE kwa njia ya utulivu na weledi, akibainisha kuwa hakuna kisa chochote cha udanganyifu kilichoripotiwa katika kaunti ya Elgeyo Marakwet. We've had engagements with all our stakeholders, the unions, the teacher association, and even we had engagements with primary school head teachers in Mombasa regarding the transition of the teachers' medical scheme from Aon Minet to SHA. This is a Commission's policy shift to ensure that teachers get the best medical scheme. And I want to assure all the teachers that what the Commission has provided for is a comprehensive medical scheme. We've moved all the benefits from Aon Minet scheme and improved it a bit for our teachers. So the teachers should not worry. The scheme is very good. It has very attractive benefits, and we are now shifting gears to implementation of the same. The shift is happening with effect from 1st of December 2025. This county, we've not had any issues. The exam has gone on very well.
We have monitors from Teacher Service Commission. We have monitors from Examination Council who are here on a day-to-day basis. But there is no reported case of malpractice in Elgeyo Marakwet. And I want to urge them that we finish today's exams well. We don't drop the ball at the end of the final paper. Na gavana wa Trans Nzoia George Natembeya ametoa onyo kali kwa mawaziri wa kaunti hiyo akiwataka kuzingatia uwajibikaji wa kifedha, huku pia wakitia saini mikataba yao ya utendakazi ya kila mwaka. Hafla hiyo iliyofanyika katika makao makuu ya kaunti iliwaleta pamoja maafisa wakuu na wakurugenzi na wafanyikazi wengine wa kiufundi ambao kwa pamoja waliahidi kuimarisha utoaji wa huduma kwa mujibu wa ilani ya gavana. Mpango huo wa maendeleo wa kaunti. Katika hotuba yake, gavana Natembeya alikashifu maafisa wakuu kwa kukosa kuheshimu hadi wanazotoa wakati wa shughuli za kandarasi ya utendakazi. So ikifika January and you've got pending bills, please tusipotane nao wakati. And if there are going to be any audits the current financial year 2024-25, because we're going through at least 2. Yeah? This is the third one. If there are going to be any audits in your department, again, please, you better have a proper explanation. Because the idea of documents suddenly disappear in all auditors, and then they somehow miraculously appear when I'm going to the Senate and ask the governor, where were these documents during the audit? I'm supposed to ask that question for you, because I don't keep custody of any document in my office at all. At all. Personalize your departments. So if you know this issue I'm raising, ziko in your department, please do not in January very bad. Na baada ya mwaka mmoja wa mvutano kuhusu uongozi wa chuo kikuu cha Kaimosi kilicho kwenye kaunti ya Vihiga, hatimaye Profesa Peter Mwita ameteuliwa kuwa naibu chancellor wa kwanza wa chuo hicho. Profesa Mwita ameapishwa rasmi kwenye hafla ya kufuzu kwa wahitimu 968 chuoni humo, hafla ambayo imehudhuriwa na katibu kwenye Wizara ya Elimu Daktari Beatrice Inyagala. Akizungumza baada ya kuapishwa, Mwita ameelezea kuhusu mwongozo wa mipango ya maendeleo chuoni humo katika kipindi cha miaka 5 ijayo, huku akilenga kuimarisha utafiti. Kwa upande wake, katibu kwenye Wizara ya Elimu Daktari Beatrice Inyagala amesema kuwa serikali kuu imeimarisha mikakati kuhakikisha kwamba vyuo vikuu nchini vinatoa elimu bora kwa wanafunzi. We shall position this university as a center of academic distinction, benchmarking against world-class institutions. We will strengthen our curriculum, mainstream environment and climate issues, embedded digital learning, and introduce joint degree programs and research collaborations with regional and global universities. By 2030, Kaimosi Friends University aspires to feature prominently in global ranking such as QS, Times Higher Education, and Webometric. The government of Kenya is steadfast in ensuring that higher education remains central to our national, social, and economic transformation. Under the Kenya Kwanza administration's bottom-up economic transformation agenda, education continues to be a cornerstone for achieving equity, innovation, and shared prosperity. The University Council pledges its unwavering support to you. We will continue to provide strategic direction and ensure that the governance framework remains aligned with the national goals and the university's mission. Today, as we stand on this beautiful campus, surrounded by scholars, graduates, families, and leaders, we are reminded that the journey of Kaimosi Friends University is a testament to what dedication, unity, and good governance can achieve.
Namna serikali ya Kenya Kwanza imesisitiza kwamba miradi yote iliyozinduliwa na Rais William Ruto itakamilika kulingana na mpangilio uliowekwa, ikipuuzilia mbali madai kwamba baadhi ya miradi ni ya kisiasa na haitafikia mwisho. Akizungumza katika ukaguzi wa soko la kisasa la Bumala, mkurugenzi wa mawasiliano katika afisi ya msemaji wa serikali Joshua Sang amesema mradi huo unaendelea kwa gharama ya zaidi ya shilingi bilioni 200. Tayari upo katika hatua ya 86%. Aidha, ametoa wito kwa wananchi kutokuwa waathiriwa wa porojo za wanasiasa, badala yake kufutilia mbali na kufuatilia zaidi taarifa rasmi kuhusu maendeleo ya miradi ya kitaifa. Vijana wanaofanya kazi katika mradi huo wameshukuru serikali kwa kuwapa ajira na kuomba usambazaji wa miradi zaidi kote nchini ili kuongeza fursa kwa vijana. Kuhakikisha kwamba hakuna project yote rais ameanzisha na haitaendelea. Tumeona mengi yakiendelea kama hii. Bumala Modern Market ni mojawapo ya masoko ambayo yameweza kuzinduliwa katika gatuzi hili la Busia. Na tunashukuru kwa sababu limeweza kuendelea katika kiwango cha juu kabisa. Kiko katika 84% kwa kukamilika. Watu wengi waelewi wanaposema rais anapokuja kuanzisha mradi, watu wanafikiria kwamba sasa imefika hali ya kuanzishwa. Unaanzisha, lakini unapoanzisha hivyo kuna mpangilio, ratiba ambayo inafuatiliwa, mambo ya surveying, mambo ya kukadiria, kuangalia mambo mengi inatoshea. Nataka kuambia Wakenya kwamba serikali, rais hawezi kutamka jambo lolote ambalo litatendeka. Yote ambayo ametamka, kuna watu ambao watafuatilia, hasa kama ofisi yetu lazima tukuje tuone imeendelea namna gani, na ndipo tuko hapa tuhakikisha kwamba rais alisema soko itajengwa. Je, imejengwa? Tangu ianze kusema kweli imesaidia. Kwingineko ni kwamba watu wenye ulemavu wa kiakili katika kaunti za Laikipia, Nyandarua, Baringo na Samburu wamehitimu kwa kupewa vyeti baada ya mwaka mmoja wa mafunzo ya taaluma mbalimbali katika kituo cha Latch, Kenya. Kulingana na wasimamizi wa mpango huo, imebainika kuwa wengi wao wana vipaji tofauti, licha ya jamii kuwaona kama mzigo. Hivyo wanaomba wanajamii wote kutathmini upya jinsi ya kuwawezesha kitaaluma ili waweze kuchangia katika uboreshaji wa uchumi humu nchini. Laban Muhinda na taarifa hii kwa kina. Wakiwa wenye tabasamu, wanafunzi hawa wenye ulemavu wa akili katika kaunti za Laikipia, Baringo, Samburu na Nyandarua wana sababu ya kufurahia baada ya kupewa vyeti vya taaluma tofauti kulingana na uwezo wao kufuatia mwaka mmoja wa mafunzo na kutathminiwa na walimu, mashirika na watetezi wa watu wenye ulemavu wa kiakili. The journey was a journey of inclusion, a journey of discovering what each member has and the different talent that we can nurture, the different gifts that we can grow so that they can bring out the goodness in them. A certificate is a number of things. One is to have something that they can be proud of. That actually in their lifetime wameweza kupata an achievement. Then this certificate will always remind them that actually they are capable.
it is for them, but also for the other members of their families and the society. A number of them are in the process of looking for a job, you know, and so it's also a certificate that can help them when they are looking for a job out there. They can say, I've been certified, I have this certificate that actually it can show, that shows that I'm able to do 1, 2, 3. Wakizungumza baada ya kuhitimu, wanafunzi hawa wanasema kuwa ni jambo la kufurahisha kuona kuwa licha ya jamii nyingi kuwatelekeza kutokana na maumbile yao, kwa sasa wamekumbukwa na kupewa fursa ya kuonyesha uwezo na tajriba zao kwa jamii. Mimi napenda kufanya kazi ya kosa bedroom na kaandika kitanda kabisa wageni. Wakati huo wadau wanaotetea haki za watu wenye ulemavu wanahimiza jamii kukomesha ubaguzi dhidi ya watoto hawa. Outside here, people take disability as a challenge, but I can say disability is a gift, because each person, each individual has something in them that when brought out, that shows it is possible. We have members who are working out there in different facilities. There are people who are working in a hotel. There are people who are working in another organization as cleaners. We have people who are working as caregivers in a school. There's a man who is working here in town and his job is to take care of a bookshop. And so there are different capacities, and if they are given a space, wanaweza kujumuika na kufanya kazi kama vile tu mimi na wewe. Wanasisitiza umuhimu mkubwa wa kutoa fursa sawa, kuwakuza kujitegemea na ukuaji wa kibinafsi ili kuwawezesha kustawi kama mtoto mwingine yeyote pasi na kutegemea wahisani kuwapa msaada. For us, to the society, is to encourage that actually a person with disability, whether it is intellectual, whether it's physical, the only thing that actually they need is a space and love. And with that, they're able to flourish. We are able to know what they're able to do, but they're able to be equal members in the society. Nikiripotia TV47 nikiwa mjini Nyahururu, kaunti ya Laikipia, jina langu Laban Muhinda. Kazi safi Laban. Na baraza la wazee katika jamii ya Bukusu Trans Nzoia limetoa onyo kwa baadhi ya watu ambao wanadaiwa kujitokeza na kutoa maamuzi ya baraza hilo, hasa kuhusiana na mwelekeo wa uongozi, wakidai kuzungumza kwa niaba ya jamii pana. Isaac Famba ametuandalia taarifa hiyo. Huku hodi za siasa ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 zikianza kusikika katika kaunti ya Trans Nzoia, wakazi wameonywa kujitahadharisha na baadhi ya watu wanaojitokeza wakidai kutoa maamuzi kwa niaba ya jamii nzima. Uongozi wa wazee kutoka baraza la jamii ya Bukusu umejitokeza na kupinga vikali kauli ya upande mmoja unaodaiwa kumtawaza mmoja wa viongozi kama chaguo rasmi la jamii hiyo katika kinyang'anyiro cha ugavana. Wakiongozwa na mwenyekiti wa baraza hilo George Sululu, wazee hao wamesisitiza kuwa kuna maamuzi rasmi yaliyotolewa kuhusu mwelekeo wa jamii hiyo kisiasa na kwamba wanangoja wakati maalum kufika kabla ya kutoa msimamo wao pamoja. Na mimi niko na paneli yangu ambayo iko inaenda kukaa chini na iangalie ni nani anayefaa kuongoza Trans Nzoia yetu hii. Na niko na network ya sub county sote 5 za Trans Nzoia. Na kwa kila sub county niko na viongozi ambayo wako wanaangalia hayo maneno kwa makini sana. Na mimi ni mshauri. Sitapendelea upande wowote. Yule wasee wa Trans Nzoia watasema huyu ndiye anatosha, huyo ndio mimi pia na paneli yangu tutawekea mkono. Na mimi nilichakuliwa, mimi si pandia. Wale watu mlienda jana kuendozi yule kijana wetu, mlitoa idhini wapi? Mlitoa kwa nyumba gani? Mlitoa kwa viongozi gani? Wakawapa ruhusa? Mimi siwajui na siwatambui. Kama mlikuwa ofisini na mkafanya mabaya mkaondolewa, mjue mimi ndio niko kwa ofisi. Na hii kiti sijakaliwa kwa uoka, nimekalia kwa nguvu yote na maarifa yote, kwa sababu nikiangalia nyuma yangu niko na watu ambao walinichagua. Kauli hiyo imeungwa mkono na wanachama wa baraza hilo waliopuuza hatua hiyo, wakidai kuna njama ya kupotosha wakazi wa Trans Nzoia kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Wenye walisungumuza si viongozi wa Trans Nzoia Luhya Elders. Sisi tuko na chairman wetu wa Luhya Elders anaitwa Sululu.
hakuna chairman mwingine Trans Nzoia wa Waluhya Bukusu kama wala ambao walikuwa wanazungumza jana. Kwa hivyo tunakanusha kwamba hiyo yote ilikuwa propaganda, na sisi hatutaki propaganda kwa watu wetu wa Trans Nzoia. Mambo ambayo imekuwa kwa media kutoka kwa mkutano uliokuwa kule Kiminini, hayo mambo yote haijatoka katika ofisi ya elders wa Trans Nzoia County. Hiyo tu ni watu waliotokea kando na walipereka ama kuna kile walichokihitaji. Isaac Famba, TV47, nikiwa kaunti ya Trans Nzoia. Na maadhimisho ya sherehe za kitamaduni za Lamu maarufu kama Lamu Cultural Festival yakiendelea kwa siku ya pili leo, yamevutia mamia ya wageni waliofika kushuhudia tamaduni aidha za wenyeji adhimu za wenyeji wa Lamu. Wakazi wa kisiwa hicho wanasema wanatarajia biashara kunoga zaidi, huku wakimiliki ama pia wamiliki hoteli, boti na wafanyi biashara wengine wa bidhaa mbalimbali wakitazamia mavuno kutoka kwa mauzo. Sherehe hizo za siku tatu hufanyika kila mwaka na hujumuisha shughuli za kitamaduni tofauti tofauti, yakiwemo mashindano ya mbio za punda, mashindano ya jahazi na mashua kuogelea, pamoja na michezo ya jukwaani. Cultural Festival kulingana na wale wageni ambao wanakuja, si kusherehekea utamaduni, ndio ile utamaduni tumepa kipaumbele, lakini pia kuna zile faida nyingine pia ambao utaangalia kama usafiri. Kuna watu wa hoteli wataweza pia kufaidika, na kuna mashindano ya jahazi, kuna kile kiticha paka mashine ambazo zitapeana, basi watu wataweza kujikimu economically ama kibiashara, yani wataweza kuendelea mbele. Naam, tunatarajia kuwa jamii yetu itakuweza kupata a lot of networks, a lot of markets, na tutapata ku grow ki economy. Utaona uchumi wetu au kichegea uchumi wetu katika Lamu County sana sana ni 90% of ocean sustainability na economic. Utaona watu wanaenda ni uvuvi sana sana au ni kukata mikoko. Na wito umetolewa kwa serikali na asasi nyingine husika kutilia maanani utoaji wa taarifa muhimu na ulinzi wa data binafsi za watu wenye ulemavu katika jamii, ili kuwahusisha na pia kuwalinda na watu wanaohusishwa kikamilifu na masuala mengine, na pia kuwapa nafasi ya maendeleo. Akizungumza jijini Mombasa katika kikao cha kukusanya maoni ya wenye ulemavu kwa juhudi za kugawa sheria kwa madhubuti itakayowezesha zaidi usalama na usiri wa data zao, wadau wamelalamikia changamoto nyingi zaidi ambazo wenye ulemavu hupitia, ikiwa ni pamoja na taarifa zao binafsi kukusanywa na kutumika bila idhini yao kwa manufaa ya watu wachache. Kwa upande wao, watu wenye ulemavu wameelezea kuwa wanakosa huduma muhimu kutokana na vizuizi vya mawasiliano. Wadau hao wanalenga kutoa hamasisho kwa mlemavu kuhusu haki zao, kuhusiana na vile ambavyo wanastahili kunufaika katika masuala mbalimbali. Jambo ambalo tuna push for to be precise is how best persons with disability wanaweza kuaccess information. Manake sheria yetu imeongelelea access to information, but haijakuwa very specific. Watu ambao wana challenge like visually impairment, ni vipi wanaweza kuaccess information. So the main agenda here is to push for tailor-made data protection act yenye itakuwa usable to every person despite of their challenges that they have in their lives. Can we have a brain which can also help them to read and understand what is in that policy? So we're looking at some of the recommendations which can be brought forward and implemented to support ensuring that there is inclusion when it comes to understanding the data protection policy, and all people are protected, including persons with disability. About data protection, we have the Disability Act. Hiyo Disability Act iliwekwa into place ama ilipitishwa, but still it's not being implemented. Ndio pia kuna hii Cyber Crime Act imepitishwa but haikuwa implemented. Ukikuja ukiangalia kwa persons with disabilities, they are really suffering. Vile mwenzangu ameongelea hapo mbele, amesema kuna data breach. Unapata kama huyo deaf akienda na mwenzake
hakuna privacy. Kwa hivyo mimi na labda serikali pia katika hao madaktari wetu ambao watafunza wawe baadhi yao pia waweze kuwa na ile knowledge ya kuweza yani wanaweza kupata lugha ishara waweze kujua. Taarifa hiyo inanipa nafasi mimi kupumzika, lakini tukirejea, kumbuka upo mjadala kuhusiana na hali halisi ya taifa wakati ambapo Rais William Ruto alihutubia taifa. Je, uliridhishwa na hotuba yake Rais William Ruto? Kauli zenu tutakuwa tukizisikia baadaye, na pia tutakuwa tukizungumza na viongozi mbalimbali kuhusiana na hilo. No more excuses. It's time to rise, grind, and own your mornings. Join Coach Shadrach Ouma every Monday to Friday from 5:30 to 6 a.m. only on TV47. Full body workouts, zero equipment, maximum results. Start strong, stay strong. TV47 Fitness with Coach Shadrach only on TV47. Looking for the perfect way to kick off your weekend? Pole. Hiyo ni salamu ya Mluya kabisa. Tune in to Friday with Betty, the most exciting show on TV. Betty, one tear gas. Betty, I don't know where this guy's going. From the latest news and trends to unforgettable moments. Wewe ni simpa. Friday with Betty is your go-to show for a fabulous Friday night. Theological, meteorologist. What is that word, Willis? Tune in this and every Friday at 9 p.m. and let's make your Fridays unforgettable only on TV47.